Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Wewe ni Mungu wa majibu, Mungu wa majibu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Baba. Wewe ni Mungu wa miujiza, wewe ni wa miujiza mingi sana. Wewe ni Mungu wa ishara, oh haleluya. Mungu wa Elia, Baba yetu, pokea sifa. Ni muda kuungana na makuhani wa Kristo kwenye kipindi chetu pendwa cha Mungu Mwenye Nguvu kutoka Loeva Ministry, Mlima wa Ibada, chini ya mtumishi wa Mungu Kuhani Elia Abel Haule. Yesu atukuzwe. Ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Mungu Mwenye Nguvu kutoka madhabahu ya Mlima wa Ibada Loeva Ministry, chini ya uongozi wa Kuhani Elia Abel Haule. Tupo Kimarasuka Golani G9. Ukifika Kimarasuka, panda bajaji au bodaboda, mwambie unaelekea Golani G9 kwa Kuhani Elia Abel Haule. Mbele yenu tupo na makuhani wa Kristo. Kulia kwangu ni Kuhani Jeremia na kushoto ni Kuhani Esther. Karibu makuhani, tuwasalimie ndugu watazamaji. Karibu Kuhani Jeremia. Amina. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kwenye kipindi hiki cha Mungu Mwenye Nguvu. Majira haya tuko mbele zenu tukiwa na Kuhani Esther. Bwana Yesu atukuzwe. Ndugu mtazamaji, kwa majina ninaitwa Esther Maroping. Ninakukaribisha tena katika kipindi hichi cha Mungu Mwenye Nguvu. Amina. Mtazamaji, tulikuwa na wewe katika wiki iliyopita na hii ni wiki nyingine ambayo tumepata neema ya pekee kuzungumza nawe. Karibu ujumuike pamoja nasi. Tunaona mambo ni mengi ambayo yanafanyika. Kuhani wa Yesu yupo katika mafundisho na pia Yesu amempa neema ya pekee katika kuendelea kuwaponya watu wake, kuwabariki na kuwafungua kwa njia mbalimbali, jinsi anavyoongozwa na Yesu mwenyewe. Tumejikita sana katika kufundishwa neno la Mungu na Kuhani wa Yesu tunamuona jinsi anavyotufundisha na jinsi watu wanavyofunguliwa kupitia neno takatifu. Amina. Tunamshukuru Mungu katika madhabahu ya Loeva chini ya Kuhani Elia Abel Haule. Amejikita sana kutufundisha neno la Mungu, kwamba neno la Mungu ni ufungulivu. Neno la Mungu ndiyo kibali. Ili uweze kufikia tumaini ambalo liko ndani ya Mungu, lazima usome neno. Na tulikuwa na somo ambalo linasema, ile ilikuwa ni Jumapili ya tarehe 17 mwezi wa 11 2024. Somo ambalo linasema kufunguliwa nguvu ya Mungu ili ujue neno. Leo tutajifunza kitu ambacho tunasema nguvu ya Mungu ndani yetu. Kufunguliwa ufahamu wa neno la Mungu. Kufunguliwa ufahamu wa neno la Mungu. Nguvu ya Mungu ndani yetu. Naomba uelewe sana hichi kitu ili Mungu aweze kukusaidia uweza kupata matokeo yaliyo mema siku ya leo. Geukie neighbor, naomba umwambie pasipo neno hakuna matokeo kwako. Mwambie pasipo neno hakuna kinawezekana. Na watu hawana ufahamu juu ya neno la Mungu. Wanalisikia lakini hawana ufahamu juu ya neno hili. Na linabaki vile vile bila kuleta matokeo. Kwa hiyo leo tutakuwa na kitu kinasema ufahamu, kufunguliwa ufahamu wa neno la Mungu, nguvu ya Mungu ndani yetu. Unapofunguliwa nguvu za Mungu zikiwa juu yako, unajua nini? Neno la Mungu. Watu wengi wanasoma maandiko lakini wamefungwa katika neno la nini? La Mungu. Anaweza akasoma neno la Mungu lakini asijue maana yake, lile neno linasemaje au neno lake. Akili ni zipo, lakini akili ambazo anataka afunguliwe ni zile akili ambazo zinabidi ziwe katika neno la nani? Neno la Mungu. Na hili tatizo kubwa linalowasumbua watu wengi sana. Na ndio maana unaweza kukuta mtu anasoma Biblia lakini hawezi kuelewa alichokisoma. Au unaweza kukuta mtu anafundisha neno la Mungu lakini hawezi kuelewa anachofundisha. Kuhani akiwa anatufundisha, yeye misingi mikubwa Kuhani anataka tulijue neno. Na anataka naye tufuatilia katika kipindi hiki cha Mungu Mwenye Nguvu aweze kujua mafunuo ambayo yanaendelea madhabahuni Loeva
chini ya kuhani Eliya Abeli Haule. Amejikita sana ili aweze kutufundisha. Anaona watu wanasoma Biblia lakini akili za kulijua neno haipo. Tukaangalia katika ile Luka 24 mstari wa 45. Maandiko yanatueleza hawa watu hawakulifahamu andiko. Kusikia walisikia kama wanavyosikia sasa hivi, kwa sababu Yesu alishawaambia atafufuka, lakini fahamu zao zilifungwa wasiweze kuelewa walichokisikia. Ni kama vile watu wanahubiriwa neno na wanalisikia kwa masikio yao, lakini fahamu zao zimefungwa wasielewe wanachokisikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona kwamba hawa watu pamoja naye walikuwa naye, pamoja walikuwa wanaenda wanajua maandiko, lakini walikuwa hawajafunguliwa akili zao ili wapate kufanya nini? Kulijua andiko. Andiko ni neno la Mungu ambalo linadhibitisha kwamba tunapofunguliwa akili zetu, ambazo hizi akili sio zile ambazo akili zako ambazo ulizonazo ambazo za uzali. Hapana, hizi ni akili ambazo ziko katika neno la Mungu. Yaani ndani ya roho inazalisha kuwa na akili ambazo utamjua nini? Utamjua Mungu. Hata pale unapoingia kwenye maombi ya kupasa utumie neno la Mungu. Utabarikiwa. Mungu atasikia maombi mengi unayoyaomba. Mungu atasikia sauti ya ndani imeanzia wapi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Mungu hatasogelea maombi unayoomba mengi hata ya masaa 4. Ataliangalia neno lake juu ya maombi yako ili aweze kukujibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Kwa nini kutumia neno la Mungu? Mungu siku zote hasikii maombi mengi. Maombi yako mengi sio kwamba Mungu ndipo anapokujibu. Maombi yako mengi sio kwamba Mungu anasikia maombi yako. Mungu anapenda mtu ambaye analitumia neno la Mungu. Kwa kuwa ukisoma katika kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 1 mstari wa 12, analiangalia neno lake ili apate kuweza kulitimiza. Hivyo Mungu anaangalia unaingia na ahadi gani. Unahitaji uponyaji, lazima utumie neno linalohusu uponyaji. Unahitaji kazi, lazima utumie neno ambalo linahusu kazi. Ukiangalia neno la Mungu, mwanadamu anaishi kwa kutumia neno la Mungu. Pasipo neno la Mungu hauwezi kufanya jambo lolote lile. Hivyo mtumishi wa Mungu kuhani Eliya Abeli Haule alienda mali zaidi, akatufundisha kuwa pasipo neno la Mungu hatuwezi kufanikiwa, kwa kuwa ndani ya neno la Mungu ndipo baraka zinapopatikana. Ndani ya neno la Mungu ndipo uponyaji unapopatikana. Ndani ya neno la Mungu ndipo ufungulivu unapopatikana. Pasipo neno la Mungu hakuna matokeo wala hakuna hatima yako yoyote, mtu wa Mungu, ambayo utakayoipata. Tumefundishwa kwenye madhabahu na mtumishi wa Mungu kuhani Eliya Abeli Haule, neno linaponya. Kwa mfano, linaponya moyo. Kuna somo moja ndani ya mwezi wa 7 kuhani alifundisha kuhusu uponyaji wa moyo. Kwa nini? Kuna wakati unaweza ukaona uko sawa, na kuna wakati unaweza ukaona wewe na Mungu wa mwezi wa mchana, lakini kuna jambo linaweza likatokea kubwa zaidi ya uwezo wako, zaidi ya nguvu zako, zaidi ya kitu ulichokitegemea, na ikapiga mahali na ukashangaa uhusiano wako na Mungu haujakaa sawa sawa. Sema amina na utabarikiwa. Sijui unaweza ukanielewa, mtu wa Mungu. Kwa hiyo chunga sana kitu kilichoko ndani ya moyo wako. Huko ndiko kunakotokea neema isiyo ya kawaida kwenye maisha yako. Na wakati wowote unapotafuta uso wa Mungu, hakikisha moyo wako una mapatano na Mungu ya kweli. Kupitia neno takatifu unapata tulizo la moyo. Na pia unapoingia madhabahuni unakutana na vitu vyenye kukuponya moyo. Kwa mfano, kupitia uimbaji. Uimbaji unaponya. Ni wapi umeumia? Unasikiliza nini katika masikio yako? Neno la Mungu katika Marko linatueleza kwamba kile kinachokuingia ndicho kinachokutia unajisi, sio kile kinachokutoka. Uponyaji wa moyo. Na ninaomba unisomee kile kitabu cha Marko sura ile ya 7
kuanzia mstari wake ule wa kwanza. Ninaomba usikilize vizuri, na Mungu atakubariki na Mungu atakusaidia. Nitasoma kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kisha Mafarisayo na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu wakakusanyika mbele yake. Mstari wa pili. Wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono najisi, yaani isiyo nawiwa. Hawa watu wanakula vyakula wakiwa na mikono najisi ambayo haijanawa, ambao hawajanawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mikono yao imekuwa ni najisi, lakini wanakula nayo chakula. Sikiliza vizuri neno. Ndio. Mstari wa 3. Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko hawali, wakishika mapokeo ya wazee wao. Mstari wa 4. Tena wakitoka sokoni wasipotawada hawali. Na yako mambo mengine waliopokea kuyashika, kama kuosha vikombe na midumu na vyombo vya shaba. Mstari wa 5. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee? Mbona wao wanafunzi wako hawawezi kwenda kwa kuyafuata mapokeo ya hawa wazee, bali hula chakula kwa mikono najisi? Bali hawa wanakula vyakula kwa mikono najisi. Mstari wa 6. Akawaambia, Isaya alitabiri vyema. Isaya alitabiri vizuri juu yenu ninyi wanafiki. Juu yenu ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa. Watu hawa huniheshimu kwa midomo. Watu hawa wananiheshimu kwa midomo tu, ila mioyo yao iko mbali nami. Ila mioyo yao iko mbali na mimi. Mstari wa 7. Hawa watu wanamheshimu Mungu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali na Mungu. Ninaomba uelewe vizuri leo. Bwana Yesu atusaidie. Endelea hapa. Mstari wa 7. Ndio. Nao waniabudu bure. Hawa wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mstari wa 8. Ndio. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu. Ninyi mnaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Mstari wa 9. Ndio. Akawaambia, vema. Mwaikataa amri ya Mungu. Mnaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Mpate kuyashika mapokeo yenu. Mstari wa 10. Ndio. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako. Musa akasema waheshimu baba yako na mama yako. Na amtukanaye babaye, na anayemtukana baba yake au mamaye, au mama yake, kufa na afe. Kufa na afe. Mstari wa 11. Ndio. Bali ninyi husema. Bali ninyi mnasema. Mtu akimwambia babaye. Mtu akimwambia babaye. Au mamaye. Au mamaye. Ni korbani. Yaani wakfu. Ndio. Kitu changu chochote kikupasacho kufaidiwa nacho. Ndio. Huwa basi. Mstari wa 12. Wala haumruhusu baada ya hayo kumtendea neno babaye au mamaye. Mstari wa 13. Ndio. Huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mlioyapokeana. Ndio. Tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawasawa na hayo. Mstari wa 14. Ndio. Akawaita makutano tena. Akawaambia, nisikieni nyote na kufahamu. Mstari wa 15. Hakuna kitu chochote kilicho nje ya mtu. Hakuna kitu chochote kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi. Kinaweza kikamtia mnajisi. Bali vile vimtokavyo, bali vile vinavyomtoka ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Ndivyo vinavyomtia unajisi yule mtu. Mstari wa 16. Ndio. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia. Na asikie. Na asikie. Mstari wa 17. Ndio. Hata alipoingia nyumbani. Hata alipoingia katika nyumba. Ameuacha mkutano. Ameuacha mkutano. Wanafunzi wake wakamuuliza. Habari za ule mfano. Habari za ule mfano. Mstari wa 18. Ndio. Akawaambia. Ndio.
hivi hata ninyi hamna akili? Hata ninyi wanafunzi wangu, ninakesha na nyinyi, ninatembea na ninyi, hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu, kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi. Mstari wa 19. Ndio. Kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu. Kisha chatoka kwenda chooni. Ndio. Kwa kusema hivi, alivitakasa vyakula vyote. Akavitakasa vyakula vyote. Mstari wa 20. Ndio. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Tamanini sana kujifunza neno la Mungu. Watu wapone mioyo, lakini huwezi kupona moyo kabla haujaenda katika neno. Neno la Mungu ni uponyaji. Amina. Neno la Mungu likiwa uponyaji, tunaona katika Wakolosai 3 ile 16 anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Likikaa ndani yetu kuna uponyaji. Neno la Kristo likikaa ndani yetu linatufundisha hata utakapo chochote unachokifanya katika maisha yako, likikiwa katika neno utainuliwa. Ili upate neema ni lazima ukae katika neno. Hii neno la Kristo likawe kwa wingi ndani yenu. Ili neno ndilo litakalo kufundisha. Litakufundisha kuenenda katika mienendo mizuri, katika kuishi maisha matakatifu. Ndio maana kuhani anajikita sana kufundisha neno. Amina. Na kwenye neno ndipo palipo na miujiza. Tunaona kwenye neno ndipo palitokea miujiza mikubwa katika neno. Pasipo neno Yesu hakutenda jambo lolote. Neno la Mungu ni nguvu. Neno la Mungu lina nguvu na linaponya. Tukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Nasoma kitabu cha Waefeso sura ya 3 na mstari wa 20. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Yesu ndio anayeweza kufanya mambo ya ajabu mno huku duniani. Kuliko yote tuyaombayo, kuliko yote tunayoyaomba, au tuyawazayo, au tunayoyawaza, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Amen. Kumbe katika kuomba ni neno la Mungu ndilo linalofanya kazi. Neno la Mungu ndilo linaloleta majibu. Kwa hiyo pasipo neno la Mungu hakuna nguvu ya Mungu. Neno la Mungu ni nguvu. Nguvu ya namna gani? Nguvu ya Mungu inafanya mambo makubwa. Ni kwa ajili ya kufanya mambo makubwa na sio kufanya mambo madogo. Kwa hiyo unapoomba, unapokuwa unatumia neno la Mungu, unatumia neno la Mungu kumuomba Mungu. Neno la Mungu ni Roho Mtakatifu ambaye anatumika pale ili kuweza kukuponya wewe, kukufungua wewe, kukubariki, na hata kwa namna yoyote jambo lolote ambalo unalihitaji. Ukitumia neno la Mungu, Mungu anashuka pale haraka kuweza kukujibu na kukuponya na kuweza kukufungua wewe ambaye unahitaji. Ili somo ambalo ilifundishwa tarehe ile 24 mwezi wa 11 2024, neno la leo linasema kuwekwa huru. Kuwekwa huru. Inaweza ikawa unaishi lakini upo kwenye kifungo. Inaweza ikawa unaishi lakini hauna matokeo, upo kwenye kifungo. Mungu anahitaji akuweke huru siku hii ya leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Mungu aweze kukubariki na kukutunza na kukupa neema ya pekee ambayo Mungu ataenda kukuinua. Kuwekwa huru. Naweza kuna watu uko nao kwenye maisha yako lakini ukawa uko kwenye kifungo bila kujielewa, hausogei na chochote. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake ya kuwekwa huru, kuhani alienda mbali sana, aliongolea mambo mengi tunapita kidogo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anakuwekwa huru. Kuna vitu ambavyo vinabidi viwekwe huru katika maisha yako. Amina. Unapowekwa huru utajua kusudi la Mungu ndani ya maisha yako na inabidi lifanye nini hata chochote utakachokifanya. Ndio maana tunaona kwamba usiwaamini kila mtu ambaye hata ni rafiki yako au ni jirani yako kumwambia shida zako zote. Amina. Usimwambie kila mtu. Maana ukiwa umeweka huru utajua utakuwa na mpaka.
Na ili uwe na mpaka ni pale utakapokuwa umeweka nini? Umewekwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kumwamini kwanza Mungu mbele ya maisha yako. Utanisomea kile kitabu cha Mika ile sura ya 7 na mstari wa 5. Nasoma kitabu cha Mika sura ya 7 na mstari wa 5. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio. Msimwamini rafiki. Maandiko yanaweka wazi, sio kuhani Elia. Ni maandiko yanaweka wazi. Usimwamini rafiki. Msimwekee kiongozi tumaini. Usimwekee kiongozi tumaini. Ilinde midomo ya kinywa chako. Sio kila kitu umweleze. Ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Hata mke anayelala kifuani mwako asijue habari, anaweza kukugeuka. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa usije ukasema ni mimi ni mjumbe, ninatoa tu maelekezo ambayo Mungu ametuelekeza katika neno lake. Kuna vitu ambavyo tunabidi tufanye sisi wenyewe, ambayo tukiwa tunajua kwamba tusimwekee kiongozi yoyote ambaye ni tumaini letu, kuwa ila tuwekeze katika nini? Katika neno la Mungu. Kuna vitu ambavyo unabidi hata usimwambie rafiki yako katika kazi zako, katika maisha yako yoyote ambacho unakifanya kwenye maisha yako. Kuna vitu ambavyo utakiwa kumwambia nani? Rafiki yako. Hata kama ni mtu wako wa karibu, lazima uwe na mpaka. Kwani akawa anaangalia, nasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani kwao. Tangulizeni kwanza Mungu kwenye kila jambo. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina, ubariki. Sijui unanielewa vizuri. Tunakuja kwenye Mathayo, anazungumza nini Mungu? Tusome pale Mathayo. Mstari wa 36 na wa mwisho. Ndio. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Akasisitiza kwa msisitizo, adui yako atoki mbali. Adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Amen. Anayekutakia mabaya na anayekuharibia mipango ni yule mtu anayekujua vizuri. Bwana Yesu atusaidie. Anazijua data zako zote. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubariki. Haiwezekaniki mtu akaja tu akaleta vita kwenye ofisi unayofanya na yeye hayupo kwenye ile vita, afanya usiki na chochote kwenye ile ofisi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakayetoka mbali, bali ni mtu ambaye atatokuwa karibu na wewe ndiye atakuwa ndiye adui yako. Kwa hiyo kuna watu ambao watakuwa nyumbani kwako, yeye amekuja kuleta uadui mbali ya baba au mama mtu na mkwe na mkwewe. Kwa hiyo ni uhasama ambao Mungu asio kwamba amekuja kwa ajili ya neema duniani tu. Kwa hiyo hivi vitu tunaviona kwamba ili tuweze kuvijua tunabidi tuishi katika nini? Katika neno. Kwanza nini maana ya kuwekwa huru? Kuwekwa huru. Inaweza ikawa unaishi lakini upo kwenye kifungo. Inaweza ikawa unaishi lakini hauna matokeo, upo kwenye kifungo. Maana ya kuwekwa huru ni unatolewa kutoka katika gereza. Yamkini lipo gereza ambalo umefungwa pasipo wewe mwenyewe kujua. Unaweza ukajiona unatembea, unaweza ukajiona uko hai, lakini kuna gereza ambalo umefungwa. Hupigi hatua ya namna yoyote, na hiyo yote ni kwa sababu ni maadui ambao wamekuzunguka. Kuhani wa Kristo alifundisha neno hili kwa mapana zaidi na kutufundisha kwamba tusipende kuamini watu na kutumainia vitu ambavyo tulivyo navyo. Tupende kumtumainia Mungu. Una jambo lako kwanza, lazima umtangulize Mungu katika kila jambo. Usianze na wanadamu. Haijalishi labda kuna kazi umeipata, unahitaji kwenda kufanya interview. Lazima upige goti kwanza, uzungumze na Mungu kwa ajili ya ile interview yako. Lakini usianze kwenda kumtafuta rafiki yako na kumwambia mimi ninaenda kufanya interview sijui hivi. Yule rafiki yako anaweza akawa ni wakala akakuzunguka na ile kazi ukaja ukaikosa, ukajiona kwa nini mimi ninakosa, napata interview lakini wakati wa kwenda kufanya kazi nakosa kule kwenye interview. Ni mtu anakuwa amefanyaje? Amekuzunguka, hivyo ile nafasi yako inakuwa imefanyaje? Inakuwa imeibiwa. Kuhani wa Kristo alitufundisha kwamba tusiwekee viongozi tumaini.
na tupende kulinda midomo yetu sisi. Ukisoma katika Mika, ameenda zaidi katika Mika 7:5, anasema usimwamini rafiki wala usimwekee tumaini kiongozi. Ilinde midomo ya kinywa chako, ili hata mke anayelala kifuani mwako asijue habari. Haitakiwi kutangaza habari zako. Una habari yako njema, ni afadhali ukakaa ndani ya magoti ukazidi kumsihi Mungu, azidi kujidhihirisha, azidi kujitukuza, azidi kuonekana kwako, ili kile ambacho unakihitaji, kama ni kazi, kama ni biashara, kama ni mtaji, kizidi kukusogelea na kiwe cha kwako, kikapate kutokea ndani ya mwili. Kujifunza kuhani wa Kristo, ibada ya Jumapili. Kwa kifupi tupitie ili ndugu mtazamaji naye apate kujifunza kupitia ili fundisho. Mungu na mali ni mtego wa maadui. Kuna watu ambao tunapambania vitu lakini hatujui kwamba ni mtego wa maadui. Wakati mwingine tunakutana na vita lakini tunashindwa kupambanua kwamba ni adui, tunaelekeza lawama sehemu nyingine ambayo sio sahihi. Tunashindwa kupambana na adui halisi, tunaelekeza lawama katika sehemu zingine. Mungu na mali ni mtego wa adui. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni mtego mkubwa sana kwa adui. Ndio maana tunaona kipindi ambacho Ayubu anapitia magumu. Alikuwa na mali nyingi sana na vitu vingi sana. Amen. Shetani anaenda kuomba ruhusa kwa Mungu ili kufanya jaribio kwa Ayubu. Tunaona kitu ambacho Mungu alimjibu. Akamwambia Shetani, hayo yote unayotaka kwenda kuyafanya yako juu ya uwezo wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini huyu mtu usijaribu kugusa roho yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi unaweza ukaelewa vizuri Kwa hiyo Mungu na mali ni mtego wa adui. Ni mtego wa adui. Bwana Yesu atusaidie sana. Inatakiwa kila inapoitwa leo mtu wa Mungu, mtangulize sana Mungu katika jambo ambalo unalifanya katika maisha yako. Hicho ni kitu ambacho inatakiwa umshirikishe sana Mungu mambo yako. Usiangalie ni kitu gani ambacho kinaleta vita katika maisha yako. Usiangalie ni mali na kunyima muda na Mungu. Usiangalie ni kitu gani. Mali yako inaweza ikawa ni mtego mkubwa na Mungu. Hakikisha kila jambo unalolifanya huku duniani mtangulize Mungu ili aweze kulifanikisha katika maisha yako. Mali yako inaweza ikawa ni mtego. Adui anaweza akatumia mali yako ikawa ni mtego kwako. Kwa namna gani? Tukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20, bado Mungu anataka tumtumaini yeye, anataka tumtegemee yeye, tusiangalie mali. Hiyo mali kwa kuwa amesema tunapokwenda hata madhabahuni pale tunatakiwa tumtumikie Mungu pamoja na mali zetu. Lakini kuna watu wamekuwa wakitumainia mali zao, wakihisi kwamba mali zao ndio zitawalinda. Kuna watu wamekuwa wakitumia fedha zao kuwakandamiza watu wengine ili wao wazidi kuwa na nguvu. Lakini yupo mwenye nguvu mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukimtumainia yeye atakuongoza hata katika hizo mali zako ambazo umekuwa ukizitafuta, ili zikawe baraka na zisiwe mtego wala zisije zikakuangamiza. Watu wengi wameangamia kutokana na mali zao, wakihisi kwamba mali zao zitawaokoa, mali zao zitawasaidia katika kila eneo. Lakini Yesu Kristo
amemtumia mtumishi wake kuhani Elia Abel Haule kufundisha neno hili. Amejifunua kwa namna ya ajabu na ya pekee sana kwa watu ambao wamekuwa wakitumainia mali zao, wamekuwa wakitumainia kazi zao. Wengine wamekuwa wakitumainia kazi zao, wengine ni vyeo vyao. Wanajiona kwamba mimi nina cheo, mtu yoyote hawezi kunifanya chochote. Mwenye cheo ni mmoja tu, ambaye ni Yesu Kristo aliye hai. Yeye ndio mwenye cheo ambaye anawapa watu haki zao. Mtumishi wa Mungu amefundisha kwa undani zaidi neno hili. Ninakukaribisha upate kuingia katika mtandao wetu wa YouTube kupitia Loeva Ministry uweze kupata mafundisho haya. Karibu sana mtu wa Mungu. Kile tulichokuwa nacho ni target ya shetani, kupambana na wana wa Mungu. Ili lote ambalo analitafuta ni watu ili wajue maandiko. Amina. Mtu akijua andiko hata mdhulumu mwenzake. Sije ukajifunga na hilo. Tuishi salama katika dunia ambayo sio salama. Tuishi kama Mungu anavyotaka tuishi. Tusiishi kama shetani anavyotaka tuishi. Tuishi sawasawa na neno lake. Tunakuombea na kukushauri. Tusiishi nje ya neno la Mungu. Tuishi ndani ya neno la Mungu. Tusiishi tukatoka nje ya neno la Mungu. Tuishi tukiwa ndani ya neno la Mungu. Bwana Yesu asante sana. Sema amina na utabarikiwa. Ukiishi ukiwa ndani ya neno la Mungu utaongezeka kila itwapo leo. Utabarikiwa kila itwapo leo. Ukiishi nje ya neno la Mungu utashuka kila itwapo leo. Mtu akiwa anajua andiko la Mungu na neno la Mungu liko ndani mwake, hata kuwa na vitu ambavyo kwamba wewe uko kazini, ukiwa kazini ili akuchonganishe kwa bosi wako, hata kuwa na hilo. Anajua kwamba hizi mali zinapita. Tunamuona Ayubu, pamoja vyote vilipita. Uzaliwa watoto wake sababu wote wakaondoka, mali zake mifugo yote ikaondoka, maana akumwacha Mungu. Ndio maana hata kwenye Isaya 60 mstari wa 20 anasema jua lako halitashushwa tena. Kwa hiyo tunaona kwamba kama unamtegemea Mungu, vilivyo vya kwako vitakuwa vya kwako. Hata kama utakuwa na watu wanakupinga kwenye maisha yako, hawatakupinga, maana hawataweza, kwa kuwa wewe una nani? Una Mungu anayekupigania. Ndio maana hiyo Efeso ambaye mtumishi wa Mungu amepitia hii, anasema atukuzwe anayeweza kufanya nini? Mambo makubwa ya ajabu kuliko sisi tufanya nini? Tunayoyaomba. Kwa hiyo Mungu akifanya mambo makubwa ya ajabu ni pale ambapo unakuwa umejiweka huru. Yaani umejiweka huru kwamba mimi Mungu ni yote kwangu. Ili waweze kushinda katika huu ushindi, ni lazima umjue Mungu ni yote kwako. Ukimtanguliza Mungu, hautakuwa na lawama la mtu, hautakuwa na mtu kumuonea kijicho, maana utasimama katika kweli. Ndio maana mtumishi wa Mungu kuhani Elia Abel Haule amejiwekeza sana watu wamjue Mungu, watu waishi katika neno, ili ufungulivu unapokuja wajue kwamba tumesoma, imeandikwa. Hata alipoenda kujaribiwa, hakujaribiwa tu, bali ni katika neno. Shetani alitumia maandiko. Tunaona shetani anamwambia kama we ni mwana wa Mungu, badilisha ili jiwe liwe mkate. Na Yesu akasema imeandikwa. Lazima katika neno unafunua katika maandiko, ili pasiwepo na mkanganyiko. Ni pale kuishi katika andiko, katika neno la Mungu. Amina. Baada ya neno, makuhani wa Kristo, tumekuwa tukiona ufungulivu ambao ni mkubwa sana kupitia yale mafundisho, wakati kuhani anapoingiza watu kwenye maombi na maombezi, na yale maombi ya kugusa kila mtu mmoja kwa mkono wake. Watu wamekuwa wakifunguliwa pakubwa sana, makuhani wa Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo amempa kuhani. Yesu anamtumia kwa viwango vingine. Amen. Yesu anatenda kazi ndani yake. Tukiongelea ambapo ni ibada ya ufungulivu, tunaona watu wanafunguliwa. Watu wanaokuwa na magonjwa, wengine tunawaona anasema mimi na miaka 2 na mimba. Mimba hii haikui. Nasumbuliwa na mchungu chini ya kiuno. Alafu na mimba muda mrefu. Unafanyaje? Ni mjamzito muda mrefu, ananizuia mimba ionekane. Mimba ionekane. Na umehesabu ni miezi mingapi toka huko? Mwaka wa pili. Mimba ionekane. Sasa leo inaenda kuonekana kwa jina la Yesu. Amina.
Lakini kwa mkono wa kuhani tunaona anamwekea mkono, mimba inaonekana wakati ule. Ni jambo la kumtukuza Yesu. Yesu anamtumia kwa viwango vingine. Tumeona, maana nasema kila goti litapigwa, lakini na wenye kuona wataona, na sisi tumeshuhudia kwa macho yetu. Amina. Kwa mkono wake watu wakipona, walio na vidonda vya tumbo, walio na kansa, watu wakipona katika madhabahu ya Loeva. Amen. Uponyaji upo, nguvu ya Mungu ipo, nguvu ya neno inatenda kazi, na nguvu ya neno ndiyo ambayo kuhani wa Yesu Elia Abel Haule anoitumia kuponya watu, maana pasipo neno la Mungu hakuna uponyaji. Nakukaribisha sana ndani ya mlima wa ibada Loeva Ministry. Karibu sana katika ibada zetu, utafundishwa neno la Mungu na kukaa kwa utaratibu wa Mungu katika maisha yako, kwa kuwa Mungu anasema tuenende katika taratibu zake na tuenende katika maagizo yake. Tutastawi, tutainuka, tutaponywa, tutafunguliwa. Hata Joshua aliambiwa na Mungu, maneno haya ya Torati yasiondoke kinywani mwako, ndipo utakapoweza kustawi sana. Pasipo neno la Mungu hakuna kustawi. Hivyo mpendwa mtu wa Mungu, ninakukaribisha, karibu pate mafundisho ya moto moto ndani ya Loeva Ministry kupitia kuhani wa Yesu, kuhani Elia Abel Haule. Karibu sana ndugu mtazamaji, karibu kwenye madhabahu. Na sio neno tu, ibada huwa inaanza saa 3 kamili juu ya alama. Ibada inaanza kwa maombi ambayo yanakupa msingi wa kusimamia siku yako nzima kwenye ibada yako. Na pia kuna burudani ya kwaya zetu, makuhani wa Kristo. Kuna burudani Loeva Ministry, kwaya zinafanya vizuri, waimbaji binafsi wanafanya vizuri. Madhabahuni ya Loeva kila kitu ni moto. Amen. Kwaya zote. Wapendwa, tuombe. Tuombe wagonjwa. Yule pale ni nani huyo? Yule pale ni nani huyo? Yule pale. Tunamuona Mungu akishuka, akitenda yaliyo makubwa. Watu wengine wanafunguliwa katika kumtukuza Mungu na kumsifu Mungu. Amen. Amina. Pia kuna vijana wa Loeva Ministry, vijana ambao wapo chini ya uongozi wa kuhani wa Yesu, kuhani Elia Abel Haule. Vijana wanafanya vizuri kwa Esther. Tunamshukuru Mungu, madhabahu ya Loeva inalea vijana kwa namna ya tofauti ya kumjua Mungu. Wanafanya vizuri sana. Kwa kweli kuhani Elia Abel Haule, Yesu anamtumia sana katika kukuza vipaji na kukuza karama na vipawa vya vijana ndani ya kanisa. Wewe uliye kijana mwenye kipawa na karama, karibu Loeva Ministry. Iko neema ambayo Mungu ameiachilia ndani ya vijana ambao wanamtumikia Mungu kwa kumhubiri Yesu Kristo aliye hai kwa vipawa mbali. Karibu sana. Na bila kusahau watoto hawajaachwa nyuma. Twende nyumbani kwa Yesu, 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 twende. Kuna kwaya ya watoto. Wewe mzazi uliye na mtoto, njoo naye kwenye madhabahu ya mlima wa ibada. Kuna kwaya ya watoto, ajiunge na watoto wenzake katika kumtukuza Yesu. Neno la Mungu likasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha. Amina. Karibu ndugu mtazamaji, karibu na familia yako nzima, karibu na watoto wako. Usiwasahau ndugu, marafiki na jamaa kufika kwenye madhabahu ya mlima wa ibada ili kujumuika pamoja nasi.
Kama nilivyokutangazia mwanzo, wewe unayetokea Ubungo au Mbezi, shuka kituo cha Kimara Suka. Unayetokea Mbezi utavuka upande wa pili, chukua bajaji au bodaboda, mwambie unaelekea Golani G9 kwa kuhani Elia Abel Haule. Na wewe ambaye unahitaji kuwasiliana na madhabahu kwa njia ya simu, basi utatumia namba ambayo inapita hapo kwenye skrini yako. Na wewe ambaye umebarikiwa sana, tembea kwenye mitandao ya jamii. Kwenye mtandao wa YouTube Loeva Ministry utampata kuhani Elia Abel Haule, anaachilia injili ya Yesu. Na pia kwenye Facebook, Instagram, YouTube na hata pia mtandao wa X ambao unafanya vizuri sana, utakutana na kuhani na vitu ambavyo anaachilia kutoka madhabahuni. Mimi nawakaribisha sana ibada ya Jumapili hii, kuhani ambayo itakuwa ni ya ufungulivu mkubwa sana. Amen. Ninawakaribisha wote. Kama uko Mbagala, unapanda gari inayokuja, unapanda gari moja tu, unashuka Kimara pa inayokwenda Kimara, unashuka Kimara Suka. Pale kuna bajaji, unawauliza naenda G9, inakufikisha hapa kanisani. Ninawakaribisha sana vijana wenzangu, wa mama, karibu sana mkaone mkono wa Mungu. Amen. Amen. Kuhani Esther, una la ziada? Nipende kukukaribisha wewe baba, ewe mama, ewe kijana. Neema ya Yesu imefunuliwa hapa Loeva Ministry, mlima wa ibada, kupitia kuhani wa Yesu, kuhani Elia Abel Haule. Tunakukaribisha, karibu uje upokee uponyaji. Yamkini kuna umetafuta uponyaji kwa muda mrefu, yamkini una ugonjwa wa muda mrefu, umekuwa ni sugu. Njoo Loeva Ministry, mlima wa ibada, ukutane na mkono wa Yesu kupitia kuhani Elia Abel Haule. Utapokea uponyaji na nguvu ya Mungu itaingia ndani yako, nawe utawekwa huru. Amina. Ndugu mtazamaji, hatuna la ziada hadi kipindi kingine kijacho. Tunakuambia kwa heri, ubarikiwe sana. Amen. Amen.